mwingine anaachwa. Siku hiyo wawili watakuwa shambani wanalima, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Siku hiyo wawili watakuwa wamelala kwenye kitanda kimoja, labda ni mtu na mke wake, labda ni mtu na mke wake. Labda wewe mwanaume ulikataa kuokoka, mke wako ameokoka, kaacha ya dunia, mavazi yake yameosha kwa damu ya mwana kondoo. Alafu Yesu anaporudi, labda itakuwa usiku wa manane, kwenye ile kitanda yako 6 kwa 6. Nikwambia siku hizi watu wanajua kuangalia mambo ya duniani. Siku hizi watu wanajua kununua kitanda 6 kwa 6. Yaani ukiangalia ni Kasarani yenyewe. 6 kwa 6. Alafu Yesu anaporudi saa 6 usiku, parapanda inalia. Mke wako atasikia hiyo sauti, wewe hautaisikia. Maana mke wako ameokoka, wewe hujaokoka. Dakika moja, sekunde moja, kufumba na kufumbua, mke wako atabadilishwa na kunyakuliwa kumlaki Bwana Yesu wa mbinguni. Wewe utabaki kwenye kile kitanda 6 kwa 6 peke yako. Unasikia baridi imekuwa kali, unapingilika, unashika ukuta, unapingilika tena, unaguza ukuta upande wa pili. Unashangaa, unajiuliza huyu mwanamke ameenda wapi? Ukiangalia mfunguni hayuko, ukiangalia mlango imefungwa. Utabakia pale ukisema ngoja huyu mwanamke arudi, ataniambia ni wapi ameenda saa hii usiku. Kumbe anakuanga mtu wa kuhanyahanya na wezi niambia. Kumbe huna habari, mke wako amekwisha nyakuliwa. Anasema wawili watakuwa wamelala kwenye kitanda kimoja, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Wawili watakuwa shambani wanalima, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Unajua, nafikiri umewahi jua kitu kinaitwa magnet. Simako. Magnet huwa inanasa chuma, lakini hii mchanga haiwezi nasa mchanga, haiwezi nasa mbao. Magnet ama simako huwa inanasa chuma. Sasa hivi ukitaka kujua kama hapa kwa hii mchanga, ukitaka kujua kama kuna chuma zile ndogo ndogo, wewe kuja na magnet ile simako, ipitishie hapa kwa hii mchanga. Kama kuna mshumari, kama kuna chuma, ile magnet inanasa zote. Unapitishia tu hapa juu, inanasa zile chuma zote. Hata kama ni zile chuma ndogo ndogo, inanaswa na ile magnet. Hivyo ndivyo Yesu atakavyonasa kanisa lake. Sio kila kitu anakuja kuchukua. Ili mara ya pili tunamngojea Yesu haji kuokoa. Hebu sikiliza vizuri. Ili mara ya pili tunamngojea Yesu haji kuokoa. Sasa hivi tunamuita Mwokozi, anaweza akakuokoa. Lakini mara ya pili anaporudi, anakuja kuchukua kanisa lake. Unipokea mimi. Kwa maana akasema ni heri yule atakayevumilia mpaka mwisho, ndiye atakayeokoka. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Haimaanishi kuokoka ni siku ya mwisho, no. Ni uokoke alafu uvumilie dhiki na taabu kwa ajili ya ufalme. Uokoke na uvumilie kutukanwa na kusema vibaya kwa ajili ya wokovu. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Maana wengine walianza safari, walipofika katikati walivunjika moyo. Hii safari ya kwenda mbinguni ni kama ile safari ya Waisraeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Ilifikia mahali wengi walikata tamaa. Walitoka kule Misri zaidi ya 500,000, zaidi ya nusu milioni walitoka kule Misri. Lakini kule jangwani, katika hiyo safari ya kwenda Kanaani, wengi walivunjika moyo, wakakata tamaa kule jangwani. Kati ya wale waliotoka Misri, wawili tu walifika Kanaani, Yoshua na Caleb. Hii safari ni yule atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Amen. 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 Hebu pigia Yesu makofi mazuri. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hivyo Yesu tunapomngojea hii mara ya pili, tunapomngojea mara ya pili, alisema ya kwamba anakuja kuchukua kanisa lake. Ajabu ni kwamba hiyo siku hakuna mtu anayejua, hata malaika mbinguni hawajui. Lakini dalili na ishara Yesu alituachia. Akasema mtakapoona hii mambo yanatendeka, mjue kurudi kwangu kumekaribia. Ni kama vile tu mwanamke anapokuwa mjamzito. Inaweza ikawa yeye mwenyewe hajui siku yake ya kujifungua.
labda yeye hata juu siku yake ya kujifungua, lakini dalili ya kuonyesha yule mwanamke yuko karibu kujifungua, huwa anasikia uchungu ambao sio ya kawaida. Haleluya kina mama. Ama unasema mimi sijawahi beba mimba, sielewi. Wewe pastor, kwani umewahi beba mimba? Sasa hiyo mambo ulijulia wapi? Mwanamke ndio ifikie siku ya kujifungua, kwanza anasikia ka uchungu ambao sio kawaida. Anasikia ka uchungu, alafu inakuja inapotea. Alafu baada ya muda inakuja ka uchungu tena nyingine tena inakuja kali. Sasa hiyo inakuwa ni signal, hiyo inakuwa ni dalili na muonyesha yule mwanamke siku yako ama saa yako ya kujifungua imekaribia. Sasa vile Yesu alitupa dalili na ishara. Akasema mtakapoona mambo kama haya mjue kurudi kwangu kumekaribia. Ukisoma kitabu cha Mathayo 24 anzia mstari wa 3 kuendelea. Mathayo 24 mstari wa 3 kuendelea. Dalili zote za kurudi kwa Yesu. Hebu soma pale. Mathayo 24 verse 3. Dalili na ishara za kurudi kwa Yesu. Dalili ya kwanza alisema hivi. Dalili ya kwanza ya kurudi kwa Yesu. Alisema siku za mwisho maovu yataongezeka. Hebu angalia wewe mwenyewe vile maovu imeongezeka leo. Maovu imeongezeka. Yaani siku hizi watu wanatukuza dhambi. Yale mambo ilikuanga mwiko zamani, siku hizi watu wanasema ni maendeleo. Yaani siku hizi watu waogopi kutenda maovu. Hawatetemeki tena mbele za Mungu. Kutenda dhambi imekuwa kawaida. Maovu imeongezeka. Maovu imeongezeka. Sasa hivi kuna mtu atatoka kwa ibada alafu anaenda date. Yaani unaanza kwa roho umalizie kwa mwili. Mimi nakuonea huruma. Kuna mtu atatoka kwa ibada alafu akishatoka kwa ibada anaenda date. Ama anaenda kwa mpango ya kando. Ole wako, mimi nakuonea huruma. Unaanza kwa mwili unamalizia kwa roho. Shauri yako. Na ole wako uende kwa hiyo mpango ya kando ama uende hiyo date alafu anapanda ilie. Ukiwa kwenye hiyo date utaona siku mrefu. Yaani parapanda ilie na ndio uko kwa roho. Roho yako umeweka pembeni ndio kinaumana. Utajaribu kukimbilia ile roho nyingi, roho nyingi nawe inainuka inakwambia mzee sio vile umezoea. Leo ni kubaya. Tunaenda mbele za Bwana. Na ndio maana ndipo inasema tujihadhari sana. Tusije tukapatikana uchi siku hiyo. Sio uchi utakatifu peke yake, hata uchi ya kimwili. Kuna wengine siku hiyo watafumaniwa kwenye nyumba za wageni kwa roji. Wengine watafumaniwa kwa mpango ya gani? Kama leo ulikuwa na mpango ya kwenda huko, tafadhali renga leo, renga. Yesu anaweza rudi ukiwa huko. Ama sasa hiyo ndio kwa kule kwa bao unasema lete kama tulivyo. Wakati umefunguliwa pilisina, alafu sijui kwa nini walevi unakunywa kitu inakutukana. Wakati waita amekuletea ile pombe pale, ikifunguliwa chupa inakutukana, inakuita stupid. Ama usikia ile chupa ikifunguliwa ina vile inakuita. Wakati inafunguliwa na open, ile chupa inakutukana stupid. Alafu unakunywa tu kitu inakutukana. Na ndio maana ukitoka pale unakuwa stupid plus stupid plus stupid. Ila mambo unafanya hata mtu ambaye hajasoma hawezi fanya vitu kama hivi. Maana andiko inasema pombe ama uzinzi na ulevi hupoteza fahamu za mwanadamu. Hawezi kunywa pombe alafu akili yako ibaki nomo. Lazima inarudi nyuma nusu saa. Sasa ole wako unapoingia kwa baa, alafu siku hiyo ndio Yesu anarudi. Sasa hiyo ndio umechukua pilisina yako umeiweka kwa mdomo. Alafu anapanda inalia. Unajua hiyo chupa inakatalia kwa mdomo. Unajaribu kuitoa hivi, toki. Unajaribu hivi haitoki. Unaenda nayo hiyo kama exhibit mbele za Mungu. Exhibit uko nayo kwa mdomo. Hiyo hakuna kuruka hiyo. Unaenda na exhibit mbele za Mungu. Ndio maana nasema tujiandae siku hiyo. Usije ukafumaniwa ukiwa uchi siku hiyo. Anasema tuombe sana, hiyo isije ikawa ni siku ya Sabato ama wakati wa baridi. Maana hiyo ndio nyakati watu wanapenda kutenda maovu. Hiyo ndio nyakati watu wanapenda kutenda maovu sana. Sasa ukiangalia jinsi watu wanavyotukuza dhambi, yenyewe inakuonyesha hizi ni siku za mwisho. Yale yanatendeka leo, hata ni heri wakati wa manabii. Heri wakati wa mababu zetu kuliko kizazi cha leo.
yale maovu watu wanatenda. Leo soma kwenye magazeti, sikiliza kwenye runinga, yaani mpaka inasikitisha, inahuzunisha. Ya unakuta mwanaume mzima miaka 70, mwanaume mzima ako na madevu mpaka magotini, anarepu mtoto wa miaka 2. Hata Sodoma na Gomora hawakufikia hiyo kiwango. Mwanaume mzima na madevu mpaka magotini anarepu mtoto wa miaka 2. Hapo hujawahi sikia kitu kama hiyo? Na ni dunia. Na tunakwambia kurudi kwa Yesu kumekaribia mno. Alituambia tutakapoona mambo kama hayo, hiyo ni dalili na ishara ya kurudi kwake. Hiyo inatuonyesha ni nyakati za mwisho tunaishi. Maombi yameongezeka. Watu hawaogopi Mungu tena, hawatetemeki tena. Watu wanatenda maovu pasipo woga. Akaendelea kusema siku za mwisho upendo kwa wengi utapoa. Leo angalia jinsi upendo kwa wengi umepoa. Watu wanasalitiana. Unakuta ndugu anasaliti ndugu yake. Unakuta watoto wanainuka kinyume na wazazi wao, maana ni siku za mwisho. Leo nakuta mke anasaliti mume wake. Hiyo imetendeka sio mara moja. Yaani imagine mke wako ndiye anakuuza kwa majambazi. Mke wako ndiye anakuuza kwa majambazi. Amepanga jama na majambazi, unakuja unauawa. Jione mwanamke abakie na ile mali. Na ni mke wako anakuuza. Yaani upendo kwa wengi umepoa. Hata makanisani upendo kwa wengi umepoa. Maana ni dalili na ishara za kurudi kwa Yesu. Hata kanisani upendo umepoa. Leo nakuta mchungaji anabagua kondoo. Wale kondoo wanatoaga maziwa sana, hadi mchungaji anapendelea. Wale kondoo wanatoaga maziwa. Lakini wewe kama utoagi maziwa, mchungaji hana shughuli na wewe. Mchungaji siku hizi anapendelea wale kondoo wanatoaga maziwa. Ndio maana siku hizi unakuta kuna wale anapendelea. Hata ukijaribu kumkaribisha mchungaji kwa nyumba yako, namwambia pastor, nataka uniletee maombi ya nyumbani. Ndoa yangu iko na shida pastor, na mimi niko na imani ukija tu kwa nyumba yangu uniombee, mimi naona mambo itakuwa sawa. Sasa pastor anakubali tu shingo upande na kuja kwako. Sasa ole wako wakati pastor anakuja kwako, alafu kwa sababu eti hauna uwezo unamwandalia githeri, alafu ateremshe na uji, alafu nione kama huyo pastor atakuja kwa hiyo nyumba yako tena. Hakuna siku atakuja kwa hiyo nyumba. Utajaribu tena, unamwambia pastor, siku ile niliona mkweli kabisa Mungu alitenda, naomba siku nyingine nikukaribishe kwa nyumba yangu. Pastor anakumbuka huyu aliniandalia nini, githeri na uji. Anakuambia niko busy, nimeshikana, wakati nitapata nafasi nitakwambia. Lakini hii kondoo nyingine kwa sababu inatoaga maziwa, mchungaji alipomtembelea aliandaliwa mayai, akateremsha na maziwa, mpaka mchungaji anauliziwa, unakulanga matunda pastor, unakulanga tu matunda. Sasa kwa vile pale aliandaliwa vizuri, hata kwa hata nangojea wewe ndiye atakuwa anauliza, na wewe nimekaa sana bila kukuletea maombi, unaonaje hii weekend nikuletee maombi? Kwa sababu anajua huku aliandaliwa mayai. Leo wachungaji upendo umekuwa hata makanisani. Wale kondoo wanatoaga maziwa, hao ndio tunapendelea. Na ndio maana andiko inasema imekuwaje mtu akija kwenu amevaa suti na tai, mnampokelea vizuri, tena anapewa kiti ya mbele, kwa sababu huyu ni mgeni, amevaa suti na tai, anaonekana ni mtu ako na pesa, anawekwa hii kiti ya mbele. Hata kama itabidi mtu wa mwisho, hebu amka, usimame huko nyuma, wacha huyu akae chini, maana ako na suti na tai. Inajulikana ikifika wakati wa kutoa sadaka atatoa noti ya 500. Lakini mwingine akija pale amevaa slippers, kwanza ile inaitwa linganisha, moja red, ingine green, tena kaptura imetoboka. Maskini wa Mungu anakuja pale, anajaribu kukalia ile kiti ya mbele pale, anaamshwa haraka na mashemazi wanamwamsha, hebu amka. Watu wanakaa kule nyuma, hebu enda ukae, utatuletea aibu wewe. Leo usimame kule nyuma, utatuletea aibu hapa. Leo ukae kule nyuma. Maana inajulikana huyu amevaa slippers, ikifika wakati wa kutoa sadaka anatoa shilingi 5. Lakini mwenye suti na tai anatoa 500, wacha yeye akae chini huyu.
Hivyo ndivyo ilivyo nyakati hizi. Upendo hata makanisani imepoa. Ni dalili na ishara za kurudi kwa Yesu. Hizi ni siku za mwisho. Yesu akaendelea kusema siku za mwisho